ametuletea umeme. Umefanyika upanuzi wa kituo cha afya na pia vile ametuletea maji. Vile kuna changamoto pia ambazo mapungufu ya huduma za jamii ikiwemo barabara. Zaidi tatizo sugu ni barabara. Kiunganisha cha barabara kutoka njia panda ya Galula ya kwenda Mkwajuni mpaka hapa ni tatizo. Kila mbunge anayepita huwa linaachwa kiporo, linatumika kama chanzo cha kupiga kampeni. Kila mtu huwa anaonyesha tu kwamba nitarekebisha hapa, lakini baada ya hapo hawarekebishi, kinabaki vile vile. Na ukitaka kuona vizuri ulivyopita tu kule kwenye tenki, utagundua kwamba ile barabara kila mwaka imeshuka umbali wa futi 2 kitu kama na nusu hivi, kiasi kwamba unapovuka ile barabara kuna korongo, lazima uhisi kwamba unavuka mto, lakini ndio barabara. Kikubwa zaidi inapitisha tani zaidi ya 30 kila gari za ufuta kutoka magodauni hayo, na mwakani kwenye mavuno watapitisha mazao humo na linaacha tena korongo hivyo. Hapo sasa ndio kunapokuwepo unyanyasaji kwa wakulima. Tunasaulika kwenye hilo. Hiyo barabara kwa mara ya mwisho imelimwa miaka ya 80 mpaka sasa haijawahi limwa tena. Hakuna kumbukumbu. Ukiwauliza vijana hapa kwamba hiyo barabara imelimwa, wanasema haijawahi limwa hii barabara. Sisi watu wa zamani tunajua kwamba hii barabara ilishawahi kulimwa. Wanajitahidi watu kwa mikono yao, wafanya biashara kwa mikono yao, sisi tukarushie vipande pale kwenye mchepuko wa njia kuja kijijini. Lakini sasa nguvu ya viganja vya mikono hakuna linapofika, inabaki kama ilivyo. Kwenye afya kwa sasa tunashukuru Mungu, kutoka 2015 mpaka sasa tunashukuru Mungu kuna ukarabati ulifanyika, na walau huduma za afya ni afadhali. Kuna upungufu wa watumishi. Kiwango cha sasa cha huduma za kituo chetu cha afya ya Mbuyuni ni tofauti na miaka ya nyuma kilivyoanza. Majengo yameongezeka na tunashukuru kwa hilo. Ila sasa tunaomba tu changamoto zilizobakia wasichoke kuturekebishia. Naitwa Laurent Emili Mpakasi Simfukwe, ni mkazi wa Chang'ombe. Naishi kitongoji cha Mwagala. Cha kwanza tumepata maji. Tulikuwa na shida ya maji kwa muda mrefu. Tumepata maji. La pili, tulikuwa tuna umeme huku, tunakutaka Mbalizi, Uyole. Sasa tuna umeme huku. La tatu, upungufu wa pembejeo. Tulikuwa tupati. Pembejeo zinakuja lakini bado zinafichwa. La nne, ametoa hudumu hapo. Bado hawatoshi. Lakini kwenye afya tuna gari ya hospitali, ametuletea gari ya hospitali ambulance. Tunayo. Kuhusu barabara, changamoto ya barabara, daraja la Galula limezeeka, tunataka jipya. La pili, hospitali kubwa ya wilaya ni Mkwajuni. Tunazunguka huko, tunapata mateso. Tunataka atutengenezee barabara hapa shortcut, ifike Mwambani, tufike kwa muda mwafaka. Kuzunguka huko tunasumbuka, josho inakufa, haina maji, haina dawa. Bwana mfuko kazao ni nini? Naitwa Mikaeli Silvesto Kanyuka, ni mkazi wa Chang'ombe. Hapa hatuna walimu mpaka inafika mahali tunawachangia sisi. Mwalimu anakuja kusaidia tumchangie. Naomba Samia mama huyo atuongezee walimu katika vituo shuleni. Yaani walimu hamna. Mimi ni Rosemary Paulo Malatwe, nimetokea Chang'ombe. Ila mimi changamoto yangu ni barabara, wametunyanyasa. Mwingine mna barabara moja, lakini sisi huko wametunyanyasa. Na mnada mkuu huko Chang'ombe, lakini barabara hamuna, ni vumbi tu. Ilami kama Mkwajuni, kama kwa sehemu zingine amefanya mazuri Samia. Ndio maana simsemi mabaya. Amejenga shule ya msingi kabisa, inang'aa. Yaani kuangalia maji tunayo. Kituo cha afya tunacho. Yaani ndio maana sijamsema kwamba mabaya, ni mazuri aliyofanya. Ila barabara, tunakuomba barabara kwetu tufanyie sisi kama wengine. Utufanyie sisi Mbalizi mpaka Mkwajuni. Barabara iko imara.
Kwanza hata nani kwenda Unyamwanga huko iko imara. Sisi maji tunayo, sio nikasema maji Baboma tunayo. Barabara tu, mimi kero ya barabara hii ndio inaniumiza. Mnada mkuu huko Chang'ombe, leo hii hatuna barabara nzuri. Ufuta, mahindi, ulezi, kila kitu mkaa mawe upo, yaani kila kitu Chang'ombe hapa. Tunakuomba barabara. Kwa jina naitwa Kijanile Samuel Adam. Sisi tuna kero. Tunamshukuru kwanza ametuletea madarasa, tunashukuru. Mikopo tumepata, tunashukuru. Lakini sasa kuna kitu kimoja ambacho tulikuwa tunamwomba mheshimiwa, kwamba kuna kijiji cha Swela. Kijiji cha Swela mvua ikinyesha hapapitiki. Wanafunzi hawawezi kwenda shuleni, lakini hata sisi tukitaka kwenda kule hatuwezi. Lakini pia kule kukiwa na wagonjwa hawezi kuvuka kwa sababu hospitali kubwa ipo huku Chang'ombe. Sasa mjamzito akitoka kule hapavukiki pale. Kwa pia tulikuwa tunaomba pale paweke daraja, lakini ni muda mrefu tunaahidiwa, lakini hakuna ambacho kinaendelea. Labda tumuombe mheshimiwa mwenyewe aje atusaidie juu ya hiyo barabara kutoka Chang'ombe kuelekea Swela. Hapitiki kabisa, pana mto pale. Lakini pia kuna kitu ambacho tuliahidiwa kutoka hapa kuelekea Mkwajuni. Mkwajuni tuna wilaya sisi ambayo iko Mkwajuni, lakini ile wilaya mpaka kuifikia pale mpaka tuzunguke. Sasa lakini kuna barabara fupi ambayo unaweza ukapita hapa, ambao wakiweka daraja panapitika pia. Benki ziko Mkwajuni, akitoa mikopo lazima tuende Mkwajuni, lakini tunaendaje kukiwa na masika? Huenda hizo pesa tunataka kufanyia wakati wa kilimo kifuku, labda tunataka kulimia, tunataka kupalilia, lakini tunashindwa kufika kwa wakati. Tulikuwa tunaomba hata hili daraja, tulikuwa tunaomba msaada, tuwekewe msaada hili daraja, tunalihitaji. Tunamwomba mheshimiwa, yote ametufanyia, lakini haya tunayahitaji sasa.